Sasa hii tiba itamsaidia mtu mwenye dini yoyote. Nyota ikiwa imefifia, wewe Sheikh, chochote unachokifanya kiwezekani. Leo tutasoma somo la kurudisha nyota iliyoibiwa. Sasa hii nyota iliyoibiwa itarudi na nyota yako itang'aa mithili ya mtoto mdogo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Karibu sana. Kwenye dini tayari ni mwaka mwingine, lakini kidunia huku leo ni tarehe ya mwanzo kabisa ya mwaka ambao watu wengi hususan kiujumla katika dunia tunasema ni mwanzo wa mwaka kabisa. Kwa kabla tujaendelea pia nikupe hongera ya heri ya mwaka mpya katika mwaka huu wa kidunia. Kwanza shukrani na asante sana. Unajua kawaida sisi mwaka wa Kiislamu tofauti na mwaka wa kawaida. Ila binadamu pia haikatazwi. Wala unajua kuna vitu wengine wanatia ugumu sana katika ulimwengu. Yaani mpaka mtu anasema dini ipo hivi ngumu sana. Kama utafurahi kwa nafsi yako kama mimi nasherehekea kwa au bugudhi mtu yoyote na unafurahi wewe kama wewe, sidhani kama ni dhambi. Yaani kwamba ni kweli leo watu wamesherehekea mwaka mpya. Sawa, lakini tofauti ni mwaka mpya wa kawaida na mwaka mpya wa kidini. Sasa lakini pia kusherehekea, kufurahi, mimi sidhani kama ni dhambi. Isipokuwa labda kuchupa mipaka na nini, hapo tutakuja kwenye dhambi. Lakini kiukweli kwamba kwa sisi duniani leo ni mwaka mpya. Okay. Kwa hiyo kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, pia nashukuru kila mmoja hapa. Na pia nashukuru tumekutana tena mimi na yeye mwalimu. Na karibu sana. Shukrani sana. Leo ni siku nyingine, lakini bado tunatamani kusikia kutoka kwako. Kuna darasa gani leo umetuandalia katika kujifunza zaidi? Karibu sana. Leo tutasoma somo zuri, lakini kabla ya kuingia kwenye somo ambalo tumeliandaa, kuna jambo nataka nilizungumze. Unajua mimi nilijua TikTok imefungiwa, lakini kumbe sio hivyo. Juzi kuna mtu mmoja alinipigia simu akaniambia, "Hivi unajua kwamba watu wengi wanatumia hizi video zako kule TikTok?" Nikamwambia najua. Na bahati nzuri mimi jina langu nimelisajili, yani limesajiliwa. Ukitaka kujua hilo kwamba nenda sehemu yote ambayo unasajili, kaandike Saa bin Laden, afu utaona kama utalipata hilo jina. Kwa jina langu nimelisajili, lakini pia naendelea kuwapa onyo wale ambao wanapenda kufuatilia TikTok. Mimi situmii TikTok. Mimi natumia YouTube na Instagram basi. Kwa hiyo yote yule ambaye anaenda TikTok kule akiibiwa, mimi sipo pamoja na hao watu na sijuani nao. Na Allah ni shahidi. Natamani sana siku moja hao watu nifanye cha kufanya, kwa sababu baadhi ya watu mimi ninazo namba zao. Mimi sipendi sana kushtakia kesi. Mimi napenda nifanye kwa wale waliochukua jina langu afu wahadisie watu kilichotokea. Napenda sana. Kwa hiyo ni bora la kwanza, lakini leo cha pili tutasoma somo la kurudisha nyota iliyoibiwa. Sasa hii nyota iliyoibiwa itarudi hata kama mtu, yani nyota imeibiwa itarudi nyota yako na nyota yako itang'aa mithili ya mtoto mdogo. Unajua mtoto mdogo ana nyota kubwa sana katika ulimwengu. Yaani mtoto mdogo kila mmoja anampenda. Zamani kijijini kwetu kule mtoto akizaliwa kila mwanamke anasema huyu ni mchumba wangu. Unaelewa? Kwa hiyo nyota king'aa kama ya mtoto mdogo, ina maana utapendwa na kila mmoja na kila mmoja atamani akubusu. Sasa lakini baadaye na nini mambo yatabadilika. Kwa hiyo hii njia itafanya mtu yeyote ambaye amefungwa nyota yake itarudi. Yaani ni njia ya kurudisha nyota hata kama iliibiwa au hata kama ilifungwa. Sasa na nyota yako itang'aa, itarudi kama nyota ya mtoto mdogo. Sasa karibu sana. Shukrani. Nyota, kwanza tukizungumzia nyota tuna maana kwamba nyota ni kipawa. Ukimsikia mtu mmoja anasema, mtu yeyote anasema nyota ni kipawa, lakini fasiri sahihi ya nyota ni injini katika mwili. Mfano mtu akisema gari langu limeharibika injini, ina maana ile gari itakuwa linasumbua kwenda. Kwa hiyo mtu yeyote nyota yake ikawa haifanyi kazi, sawa, ina maana huyo mtu maisha yake yatakuwa yamevurugika. Sawa. Haya, sawa. Nyota tunasema nyota ni kipawa, lakini pia nyota ni injini katika mwili. Ila lugha sahihi nyota ni kipawa. Hapa ulimwenguni kuna vitu vya sampuli mbili vimegawanyika. Anasema spiritual na kimwili. Kuna kiroho na kimwili. Kwa hiyo nyota ipo pia kiroho, haipo kimwili. Sawa. Mfano mtu anasema kuna watu wengi wamewahi kuja wanasema, "Sheikh, mimi nilikuwa miongoni mwa watu wenye pesa sana katika ulimwengu." Yaani watu ambao mimi nilikuwa miongoni mwa watu wenye kufahamika katika mali. Mimi nilikuwa na mali Sheikh, lakini leo hii sioni chochote, kila ninachokifanya kieleweki. Kwa hiyo nyota mtu atapoichukua ukarogwa, sawa, ipo uwezekano mtu akiroga nyota yako akachukua anaweza akatumia yeye mwenyewe. Sawa. Mfano mimi nilikuwa na mtu wangu mmoja wa karibu alinihadithia story nyingine, akanambia
mimi fundi tiles. Sawa, lakini kwa fundi tiles muda mrefu sana. Yaani mimi kipindi nipo katika fundi tiles pale nao wadogo zangu wa chini ambao nimewafundisha kazi. Sawa. Leo hii wale wadogo zangu wa chini wana majumba ila mimi hata kibanda sina. Sawa. Kwa hiyo nyota ikiwa imefifia, wewe Sheikh, chochote unachokifanya hakiwezekani. Yaani nyota ikififia, chochote unachokifanya hakiwezekani. Baada ya huyo mzee kunielezea, mimi nikafanya utafiti ambao ninaujua kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mimi napenda sana kufanya tiba, lakini pamoja na kufanya tiba napenda sana kuchunguza kuhusu tiba. Sasa baada ya kuchunguza nikamwambia yule mzee, wapo watu ambao ushawahi kutajia jina la mama yako, ushawahi kuwatajia miongoni mwa wanafunzi? Akanambia hiyo ni kweli. Siku moja tulipokuwa tunaongea mimi wanamjua mama yangu jina lake. Nikamwambia hao watu sasa wameenda kukuharibia, wameenda kuififiza hiyo nyota yako. Wewe uwe chini yao na wao watakupita na wewe utakuwa hivyo, hautokuwa na chochote katika ulimwengu mpaka Allah yeye atakapokukadiria. Na mpaka hapa ninavyoongea sasa hivi kidogo baada ya kumsaidia na nini, alhamdulillah amerudi katika hali. Kwa hiyo nyota ikiwa inafifia, mtu yeyote kwanza akikuangalia hamna unachokifanya. Mfano mtu akikuuliza swali la ghafla, kipawa kinakuaje? Unaweza kushangaa kipawa kinaharibiwa, nyota inaharibiwa kwa sababu kuu 3 au 4. Sasa unaweza mfano kipawa kipo cha aina nyingi. Mfano unaweza kuambiwa huyu mtu kipawa chake kinang'aa, nyota yake inang'aa. Mfano msanii, unaweza kumkuta msanii anaimba kitu kidogo sana kinanyanyuka kinaondoka. Ina maana iko kipawa chake au hiyo nyota yake haijafifizwa na binadamu. Au kama inafifizwa basi mwenyewe anajua namna ya kurudisha kwa kila wakati ile nyota yake rudi katika njia ya uhalisia. Sawa. Mtu mwingine anambia mimi mwanangu alikuwa na akili sana shuleni, lakini ghafla leo hii mwanangu kila anachokifanya hakuna, na nitegemea mwanangu nimsomeshe haje kunisaidia katika maisha haya ya ulimwenguni duniani. Lakini mwanangu ana akili, ila leo hii mwanangu hapa alipo hajapata kazi. Sasa kila anachokifanya kinakuwa aba manthura. Kwa hiyo kipawa kinaharibiwa na watu na wachawi. Sasa kwa hiyo mtu akiibiwa kipawa anaweza kuwa na akili vizuri darasani, ghafla akili zimegeuka hamna kitu. Anaweza akawa ni mtu mwenye uelewa mkubwa sana katika vitu vyake, baadaye kile kipawa kinabadilika kinakuwa hakuna chochote. Sawa. Hiyo ni nyota. Sasa tukija katika hii elimu hii ya nyota nikikuelekeza kiufundi sasa. Duniani kuna nyota 12. Sawa, nyota mapunda, mashuke, mizani, sawa, ng'ombe, hizi ni nyota za kawaida. Lakini pia hizi nyota kindani tena kuna nyota kuu 4 ambao ni upepo, maji, udongo na moto. Sasa hizi ni nyota za kawaida. Sasa hizi nyota za serious. Kila mmoja mwenye nyota ya punda kuna kazi yake akifanya. Mfano ukiambiwa huyu nyota yake ni moto, akifanya kazi yoyote ambayo inaendana na umeme anafanikiwa huyo mtu. Okay. Unaona vizuri? Mfano ukaambiwa huyu mtu nyota yake ni asili yake ni maji, huyo mtu akilii na masuala ya kilimo anafanikiwa. Sasa ikitokea mfano mwingine akaambiwa huyu nyota asili yake labda ni udongo, kilimo na maji vinaendana, lakini pia shughuli zote za kilimo za maji ndo maji na udongo vinafanana. Sasa ikitokea wewe una mfano nyota yako ipo sawa inahusiana na kilimo, lakini kila kitu kimeenda vizuri, yani kila unapolima mazao yanakuja, baadaye unashangaa mbona nikilima ghafla tena sioni vile vya mwanzo, ina maana tayari watu wameshachezea nyota yako. Sawa, hapo utakuwa unaelewa vizuri. Okay. Kwa hiyo mtu akichezea nyota yako zile matamanio yanaondoka. Sasa moja kati ya mbinu ambazo mtu akifanya anajua kabisa mimi nyota yangu imeharibiwa. Cha kwanza, kile cha kwanza cha zamani ambao uko ukifanya kina stawi na kinakuzalia matunda. Baadaye ghafla kile unachokifanya hakiji. Unaweza kukuta mtu ameanzisha biashara leo hii anakuambia mimi mwanzoni nilikuwa nikifanya biashara wateja ni wengi sana, lakini leo hii hakuna hata mteja mmoja. Hata akija wanakuja tofauti na mwanzo walivyokuwa wanakuja. Ina maana tayari watu washamhusudu na tayari watu wameibana nyota yake. Sawa. Hii pia ni miongoni mwa kushusha nyota, watu wameishusha. Lakini mwingine anakuambia mimi zamani nilikuwa nikifanya chochote katika ulimwengu kinakuwa kikubwa, watu kibao wanakisikia kinasikika. Leo hii mimi nikifanya chochote hakuna kinachokuwa. Ina maana tayari nyota yako watu wamefanyaje? Wameiharibu, wameivuruga. Sawa. Mwingine hii ni nyota, lakini kuna mwingine anasema mimi nikilala usiku kuna hali inanijia. Mfano mtu anasema mimi nikilala usiku naota nywele zimenyolewa. Yaani nikiamka kweli nywele zangu zimenyolewa. Ile pia watu wamechukua nyota. Okay. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna nyota watu wanachukua majini, wanachukua nyota,
binadamu wanaenda kwa waganga kuwaharibia watu nyota zao, lakini pia nyingine wachawi wanachukua nyota za watu. Okay. Sasa kuna tiba nyingi ambazo zimeganyika tofauti tofauti. Mtu ukimsikia mimi nimelala nimeamka nyota zangu sijaziona, huyo mtu sasa amechukuliwa nyota, lakini pia amewekwa muhuri na wachawi. Okay. Vitu viwili vimeondolewa. Na maana kwamba amechukuliwa nyota, lakini pia yeye amewekwa muhuri na wachawi. Ukiweka muhuri Januari na wachawi, mfano mchawi akiweka muhuri hapo, huyo hata ukila wali samaki, mchawi anajua leo Januari na kula wali na samaki. Umeona, unaweza ukashangaa katika majumba wanatuma, wakishachukua nywele muhuri unatoka na nyota inakufa. Unaweza ukashangaa umekaa ndani hivi, sawa, ukaona mjusi amepita, mjusi mweupe yule amekuja kuchukua yale maagizo ya wachawi kwamba tayari, au unashangaa mapaka ya ovyo ovyo nyumbani kwako hamna paka, mapanya hao wamekuja kwa ajili ya kufuata taarifa kwako kwamba unaendeleaje, upoje leo, una furaha, au wanakuja kwa ajili ya kufifiza na kuendelea kujua unachokifanya. Ndio maana unashangaa mtu anakuambia mimi mbona kila ninachokifanya kinakuwa akili. Tayari kuna vitu viwili hapo, nyota wewe hauna, lakini pia wameififiza nyota yako wachawi kwa kukuroga na wamekuweka na muhuri. Chochote unachokifanya kinakuwa akieleweki. Okay. Sasa kuna kijana mmoja alikuwa kijijini kwetu. Sasa napenda kukuelezea kwa mifano yetu ile vizuri na watazamaji pia wale vizuri. Okay. Kuna jamaa mmoja kijijini kwetu alikuwa anaitwa Kusi. Kusi alikuwa ni kijana mdogo sana kule kijijini kwetu. Allah yeye alikuwa anamjalia akilima chochote, katika chochote anacholima anachokifanya kinakuja mara mbili. Yaani kwamba akilima mahindi, yale mahindi yani kitakuwa kitu kikubwa katika ule. Yaani kila mmoja anakuwa anasema Kusi amepanda, Kusi amepata mazao. Kuna zile nehema watu wanazohusudu, kullu dhi nehma masud. Sasa sasa yule Kusi akaenda, Allah akamjalia akafanikiwa sana. Pale kijijini sasa akaanza kujenga nyumba ya matope. Sisi kijijini kwetu kuna zile nyumba za matope za udongo zile. Basi yule bwana Kusi akawa yeye anadili na maisha yake tu. Ana shamba, yeye akilima anafanikiwa. Sasa baadaye yule Kusi akabadilika. Akawa akienda kulima anafanikiwa, ila anakuwa ana roho ya kibinadamu. Na maana gani sasa? Akawa amebadilika, nguo yake anakaa nayo muda mrefu nguo hiyo, lakini pia akogi, akawa ni mtu ambaye yupo tu. Tayari watu washafafiza ile nyota yake. Sasa baada ya wamemroga na kuiharibu nyota yake, akawa sasa hivi sasa hawezi kukaa, hawezi kulima, hawezi kufanya shughuli zozote za shamba. Sasa hivi anakaa kijiweni sasa. Tayari wameshaharibu nyota. Hiyo ni moja miongoni mwa vitu vya nyota kuharibika. Yaani hutaki tena kufanya kitu. Mtu akikwambia Januari, wewe si ulikuwa ukikaa katika kipindi unaweza sana. Fanya. Unaambia hapana, mimi sitaki, nimestaafu. Yaani wewe unamwambia mtu mimi sitaki tena utangazaji, nimestaafu. Okay. Unasikia kama ukitaka kushikia maiki ile, unasikia nafsi inakuwa nyeusi kabisa, ni moyo unakuwa utaki, yani hiyo pia ni dalili ya mtu kuchukua nyota yako. Okay. Lakini pia dalili zipo nyingi za mtu kuchukua nyota yake. Mwingine anakuambia mimi kila nikiomba kibali sehemu sipati. Mwingine mimi kila nikiomba kazi sipati. Mwingine atakwambia Sheikh, mimi nimehangaika kwa kuhangaika sipati. Dalili nyingine, mtu aliyejua nyota anakuwa na wasiwasi, anakuwa na hofu mkali sana kuhusu kesho yake. Mwingine anakuambia mimi nikilala nakuwa na hofu, nakuwa muoga sana. Lakini kila mwingine anakuambia sasa nikaenda sehemu kuomba kazi. Sasa kazi napata, lakini mimi mwenyewe ndo ninayesema, mimi mwenyewe nasema kwamba hiyo kazi mimi sitaki. Nasikia tu mimi sitaki. Kwa hiyo kukata tamaa, kutokutamani kufanya. Japokuwa unao uwezo wa kufanya, ila utamani kufanya, umechukua nyota yako. Kwa hiyo nyingine pia mtu anakuambia mimi na kila kitu lakini nikiomba kazi sipati. Mwingine anakuambia mimi nimeenda kwa waganga Sheikh mpaka nimechoka. Hamna nilichokipona. Kwa hiyo hizi ni dalili za mtu kuchukuliwa nyota zake. Sasa tunafanyaje ili tumsaidie mtu ambaye amechukuliwa nyota? Naam. Tunafanyaje ili mtu nyota kama imeibiwa irudi na arudi, yani irudi kwenye hali yake? Cha kwanza tafuta lufiambo. Unaelewa? Lufiambo ni nini? Lufiambo ni majani ambayo ni mti ambao wenye majani ambayo yale majani ndani yake yanatoa matunda. Kuna majani yale ndani yake yanatoa tunda nyeusi na nyekundu. Okay. Unaelewa? Sisi kule kwetu tunaita sipo. Wengine wanaita ushanga wa bibi. Okay. Wengine wanaita macho ya wachawi. Wengine wanasema kiboko ya wanga. Okay. Sasa hii ni lufiambo. Sisi wengine wanaita lufiambo.
wengine wanauita mkandumbwe, wengine wanauita macho ya wachawi, shanga ya bibi. Kwa nini unaita majina mengi huo Rufyambo? Rufyambo shekhe ni mti ambao wenye maajabu makubwa sana katika ulimwengu. Okay. Ikitokea hata wewe sasa hivi kuna kila kitu hakieleweki, katafute majani ya Rufyambo unapata chochote unachotaka. Yaani unafanya Rufyambo ina nguvu kuliko kitu chochote. Majani yenye nguvu katika ulimwengu wa kwanza ni Rufyambo, la pili inakuja mbaazi. Sasa sasa dawa yetu ya kwanza tunachukua Rufyambo. Hapa tunachukua majani au mizizi tunasaga. Mbele nitaelekeza vizuri. Okay. Dawa ya pili tunaita muinula. Kwa tunachukua Rufyambo, tunachukua na muinula. Muinula wengine wanaita kivumbasi. Wameuita muinula kwa sababu unao tabia uganga uliokufa. Mtu ambaye alikuwa mganga baadaye uganga umekufa kwa ajili ya zina au umekufa kwa ajili ya chochote dhulma. Unajua uganga una tabia ya kufa endapo unafanya dhulma. Okay. Sio mkweli uganga unakufa unaondoka. Kwa hiyo hii muinula kazi yake ni kuinua mambo. Sawa sawa? Mambo yananyanyuka, vitu vinarudi katika uhalisia wake ulivyokuwa. Sasa unachukua Rufyambo, unachukua na muinula. Sawa sawa? Ambao sisi tunaitwa kivumbasi. Kisha utachukua na pipi wanazopendelea kula watoto. Unaelewa vizuri? Okay. Pipi wanazopendelea kula watoto. Kula watoto. Ya nne kwa kwenye pipi hapo inaweza kuwa zile labda ivory, pipi kali zile za vijiti. Zote hata big bomb, yani pipi wanazopendelea kula watoto. Sasa pipi yoyote ambayo unajua hii watu wanapenda kula. Sasa kwa hiyo utachukua na zile pipi. Sasa baada ya hapo ukishapata pipi utatafuta na sehemu ambayo kuna kabla ya kuenda huku ukishapata pipi unachukua na biskuti pia. Okay. Kwa hiyo tunapata Rufyambo, muinula, pipi unazopendelea kula watoto, tunachukua na biskuti unazopenda tena kula watoto. Okay. Sawa sawa Sheikh. Baada ya kupata hivyo utachukua tena na mchanga, sehemu ambapo kuna mikusanyiko ya watu. Ila huu mchanga sehemu ambapo penye makusanyiko ya watu haina maana uende shuleni. Mchanga wa shule kuna siku watu shule hawaendi Sheikh. Umeelewa vizuri? Kuna siku shuleni ni weekend watu hawaendi. Sasa kwa hiyo mchanga ambao tunautumia sana katika kurudisha nyota irudi kama ilivyokuwa awali ni mchanga wa sokoni. Okay. Mchanga wa sokoni, mchanga wa duka ambao linauza sana au stendi zile ambazo zinafunga. Au stendi. Safi kabisa, umeongea vizuri sana. Sawa sawa Sheikh. Okay. Kwa hiyo baada ya hapo utachukua vitu vyote vile. Utavisaga vitakuwa unga. Baada ya kuvisaga kuwa unga vizuri utaongezea na unga wa maziwa ya ng'ombe. Okay. Vizuri? Maziwa ya ng'ombe na siri kubwa sana katika kurudisha nyota na katika kufanya chochote katika ule mwanga. Huo unga wa maziwa ya ng'ombe na maana ni ule wa supermarket sasa. Hapo unaweza kuchukua unga wa maziwa ya ng'ombe au ukachukua maziwa ya ng'ombe yenyewe. Okay. Sababu unajua duniani kuna mimi naogopa sana unaweza kumtajia mtu tiba alafu akaenda sehemu akapata dawa ambayo sio mimi nimeielekeza. So unajua? Kwa hiyo hapo unaenda kutafuta hata sehemu ambayo utaenda kuchukua maziwa ya ng'ombe mwenyewe. Okay. Baada hapo utasaga vizuri vitu vyako, utavikausha. Baada ya kuvikausha, tunaanza kuingiza maziwa kwenye ile ndoo ya maji. Unaweka tena na vile vitu vyako. Baada hapo yale maji utayaacha yalale mpaka alfajiri. Sawa, unatulia zako mpaka alfajiri. Utachukua tena na maji ya mauwaridi au maji ya marashirozi, utaingiza katika ile dawa yako. Sawa, unaweza kaingiza yote kwa pamoja au ukawa unaingiza kidogo kidogo kwa siku 7. Sawa sawa? Okay. Ukawa unatumia hii dawa kila alfajiri ukiamka. So mimi nilikuwa na pesa lakini pesa zangu leo hii sizioni. Manuizi yake sasa. Mimi nilikuwa na pesa lakini leo hii pesa zangu sizioni. Mimi nilikuwa ni mtu bora katika watu bora lakini leo hii sizioni. Sioni watu wanipende, sioni watu wanikubali, sioni watu wanipe ninachokitaka. Sasa kuanzia leo nakoga dawa yangu hii nataka kila mmoja anisikilize. Kila mmoja anipende. Nataka nyota yangu irudi na ing'ae kama vile nyota ya jana. Okay. Hayo ni manuizi huko unafanyaje? Unakoga. Hii njia nimeielekeza kwa sababu mbili. Kuna watu wananipigia simu wanasema, "Sheikh, kwani unaelekeza Waislamu tu?" Tiba kwani ni Waislamu tu? Sasa hii tiba itamsaidia mtu mwenye dini yoyote. Na uzuri wa elimu ya tiba haina dini. Siku moja nilikuwa nasema kwamba tadawu wa ibadallah fa inna Allah lam yadha da'an illa wada lahu dawa'an. Pia ni dawa yenye waja wa Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu hakutelemsha maradhi ila ametelemsha na tiba. Kwa hiyo tiba tunayotibia haina lika maalum wala haina jinsia maalum, lakini pia haina dini, yani hamna udini kwenye masuala ya tiba. Okay. Yeye kwa hivyo ni kwamba wewe ni Muislamu, sio panado. Unaelewa vitu? Kwa hiyo tiba haina dini lakini mtu yote anatakiwa atibiwe. Okay. Hii ni njia ya kwanza. Yule ambaye anasema mimi siwezi kusema Kiarabu afanye hii. Haina nia, haina dua la kusoma, haina chochote.
nuia chochote. Hata kama unaweza kusema Kimasai, zungumza Kimasai kwenye kunuia. Hii ni njia ya kwanza ya kurudisha nyota iliyoibiwa. Sawa sawa. Lakini njia ya pili, iandike sura al-Fatiha, yani alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim, yani alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Sasa unaandika ila akhir aya mpaka aya ya mwisho. Sasa hii unaifanyaje ili uandike kwa ufasaha? Kwa sababu unasema Bismillahir Rahmanir Rahim, unaandika tena Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, unaandika tena alhamdulillahi rabbil alamin, unaandika tena Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin, Bismillahir Rahmanir Rahim. Sasa kwa katika kila aya ya sura al-Fatiha unaandika na Bismillahir Rahmanir Rahim. Zile karatasi unaziandika zinakuwa 3. Baada ya kuandika zile karatasi 3, kwa idadi gani? Unaandika mara 7. Okay. Sura al-Fatiha ukiandika kwenye karatasi inajaa. Au unaweza ukiandika kwa ukubwa inajaa. Ukiandika taratibu haitojaa. Ila ukiandika mfano alhamdulillahi rabbil alamin, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, bismillah, unaandika taratibu alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yawmiddin. Lakini kila alhamdu unaandika Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani unaandika Bismillahir Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin, Bismillahir Rahmanir Rahim. Maana ya bismillah ni kubwa kuliko chochote, lakini pia bismillah ni kitu ambacho kinafungua kila kilichofungwa. Maana anasema Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sawa sawa. Kwa hiyo ni maana bismillah. Mfano unasema Maliki Yawmiddin, mfalme wa siku ya malipo. Maliki Yawmiddin ni Mwenyezi Mungu. Sasa siku ya kiyama yeye ndiyo mfalme wa siku ya malipo. Ipo hadithi al-Qudsi inasema Mwenyezi Mungu atauliza yupi mfalme hapa leo, yupi mfalme hapa. Hiyo ni miongoni sura al-Fatiha. Unaweza ukafanya chochote kikafanyika, lakini pia ni ufunguzi wa kila jambo, lakini pia ukiitumia kwa njia nilielekeza. Baada ya kumaliza kuiandika vizuri, unaandika kutumia nini? Chukua dhafarani, miski pamoja na marashi rose, unachanganya kwa pamoja. Hii ni wino ambao unaandika chochote kile kizuri. Sawa sawa. Unaandika katika karatasi nyeupe. Baada ya kuandika vizuri, utaingiza katika marashi rose. Yaani ile karatasi zote zinaandika katika marashi rose. Baada ya kuingiza katika marashi rose, utaisomea alam nashrah laka sadrak mala 41. Alam nashrah nzima. Unasoma alam nashrah laka sadrak, unaipuliza ile makaratasi. Sasa baada ya kupuliza zile karatasi zako kwenye maji ya marashi rose au maji ya mawaridi, utatumia kujipaka kwa kujifuta. Unamwambia Mwenyezi Mungu, kwa siri ya maneno haya, Allah nijalie mimi nyota yangu irudi, nipendwe na watu, nipate kila ninachotaka katika ulimwengu. Moja kati ya mtaji mkubwa ulimwenguni ni kupendwa na watu. Watu wakikupenda, Allah akikujalia upendo na watu, amekujalia upate chochote katika ulimwengu. Ukiona wewe una tabia ya kuwalingia watu, una tabia ya kujisikia, una tabia ya kibri, hiyo ni miongoni mwa tabia za kishetani, sio tabia za Mwenyezi Mungu. Unajua Mwenyezi Mungu sisi analipa baya kwa jema. Yaani mfano umefanya baya, kwa maana Allah yeye ameita istighfar, anasema astaghfirullah, namtaka msamaha Mwenyezi Mungu. Sasa kwa hiyo duniani mtaji mkubwa ni watu. Lakini hizi njia nilizozitaja kwa ufasaha ni njia ambazo nyota yako itarudi. Hata kama ilifanyaje, hata kama mtu aliyeiba ni mchawi gani, itarudi. Lakini pia vitu vyako vitaendelea kukua vile vile kama zamani, lakini nyota yako utapendwa kama vile, nyota yako itang'aa kama nyota ya mtoto mdogo. Naam, watazamaji wa Sabin Laden TV, bila shaka mpaka hapo kuna kitu kikubwa ambacho mtakuwa mmejifunza. Cha kuwa si tu ni kwamba madarasa haya usiwe binafsi, hakikisha pia ndugu jamaa na marafiki ambao bado hawajui sehemu ambazo wanaweza kupata vitu kama hivi, wanakuja hapa wana subscribe ili kwa ajili ya kujifunza zaidi. Kwa hiyo fanya hivyo na wewe pia utapata baraka na Mwenyezi Mungu atakufungulia kile ambacho unakitamani. Lakini pia niwakumbushe kwamba Mwalimu hapa amezungumzia kuhusiana na TikTok. Kuna watu kule ni matapeli, wanatumia video zetu, wanaenda kule wanasema kwamba wao ndio wanafanya hili jambo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaibiwa kupitia TikTok, basi niendelee pia kuwakumbusha kuchukua tahadhari kwenye hilo. Nyuma kamera ni SSB Graphics. Mimi naitwa January. See you until next time.